Ndege mbili za kijeshi kutoka nchini Uingereza zimefanya safari ya saa 12 za doria karibu na mpaka wa Urusi katika misheni inayoungwa mkono na jeshi la wanahewa la Amerika. Jeshi la wanahewa la Royal maarufu kama RAF limeripoti hivyo. Operesheni hiyo ilifanywa kujibu ukiukaji wa hivi karibuni wa anga wa Urusi unaolenga nchi kadhaa za NATO ikiwemo Poland, Romania na Estonia. Ndege ya RAF RC-135 Rivet Joint ya uchunguzi wa kielektroniki na ndege ya doria ya P-8A Poseidon zilisafiri kwa njia mnamo Oktoba 9 kutokea eneo la Arctic kupitia Belarusi na Ukraine, ambapo ujumbe huo uliungwa mkono na meli ya angani ya jeshi la anga la Marekani KC-135 ya kujaza mafuta. Hiyo ilikuwa misheni kubwa ya pamoja na washirika wao wa Marekani na NATO. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amesema hivyo. Sio tu kwamba hiyo inatoa akili muhimu ili kuongeza mwamko wa utendaji wa vikosi vyao vya wanajeshi, lakini pia inatuma ujumbe wenye nguvu wa umoja wa NATO kwa rais wa Urusi Vladimir Putin na wapinzani wao, Healey amesema. Inakumbukwa mnamo mwezi Septemba majeshi ya Poland yalizifyatulia risasi ndege kadhaa zisizo na rubani za Urusi ambazo ziliingia katika eneo la Poland, na siku kadhaa baadaye ndege isiyo na rubani ya Urusi ilivunja anga ya Romania, ingawa Bucharest ilichagua kutohusika. Wapiganaji watatu wa MiG-31 wa Urusi pia waliingia anga ya Estonia katika ghuba ya Finland kwa dakika 12 mnamo mwezi Septemba 19 na kusababisha nchi hiyo ya Baltiki kuomba mashauriano chini ya kifungu cha 4 cha NATO. Matukio ya kutiliwa shaka ya ndege zisizo na rubani pia yalitatiza shughuli za uwanja wa ndege nchini Ujerumani, Norway na Denmark katika wiki za hivi karibuni. Wakati NATO ikifanya hivyo, pia Belarusi imezindua ukaguzi wa utayari wa kijeshi nchini humo. Kiongozi mkuu wa Belarusi Bwana Alexander Lukashenko ameamuru ukaguzi wa utayari wa jeshi la nchi hiyo. Wizara ya ulinzi ya Belarusi imetangaza Oktoba 11 kuhusu taarifa hii. Hatua hiyo inajiri huku kukiwa na wasiwasi barani Ulaya kuhusu tuhuma za hujuma za Urusi na ukiukaji wa mara kwa mara wa anga ya NATO na ndege ambazo hazina rubani zisizojulikana. Jeshi la Belarusi linatekeleza seti ya hatua kuleta vitengo vilivyochaguliwa kwenye kiwango chao cha juu cha utayari wa mapigano chini ya maagizo ya moja kwa moja ya Lukashenko. Vitengo vingine vinatumwa kwa maeneo yaliyoteuliwa awali ambapo vitafanya kazi zilizoainishwa katika agizo la rais. Taarifa hiyo imesema hivyo. Ukaguzi wa utayarifu unafuatia mazoezi ya kila mwaka ya Belarusi ya uhamasishaji yaliyofanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 mwezi huu wa 10, ambayo yameundwa ili kuboresha uratibu kati ya serikali za mitaa na mashirika ya kiraia katika kuunda vitengo vya ulinzi wa eneo na wanamgambo. Mwezi uliopita Belarus na Urusi zilifanya mazoezi makubwa ya pamoja ya kijeshi ya Zapad 2025, ambapo Kremlin ilisema takriban wanajeshi 100,000 walishiriki onyesho la nguvu ambalo lilizidisha mvutano kwenye ubavu wa mashariki ya NATO. Mazoezi ya Zapad yanafanyika kila baada ya miaka 4, yanalenga rasmi shughuli za ulinzi, lakini kwa muda mrefu yameibua wasiwasi barani Ulaya. Mazoezi yalipoanza pia Poland ilifunga kwa muda vivuko vyote vya mpaka na Belarus.